Mchezo wa magari ni miongoni mwa michezo ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa ukaribu sana nyumbani Tanzania, lakini pia katika mataifa mengi barani Afrika hivi sasa ni miongoni mwa michezo ambayo unakuwa kwa kasi zaidi. Lakini kwa wakazi wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, hususan katika mkoa wa Iringa, wamekuwa wakipata nafasi ya kushuhudia mchezo huu mara kwa mara, pengine kila mwaka au hata mara mbili kwa mwaka ukifanyika katika mkoa wa Iringa kwenye maeneo mbalimbali. Lakini si hivyo tu, liko jina ambalo limekuwa maarufu sana kwa wakazi wa Iringa kwa sababu pia ni mtu ambaye asili yake ama maisha yake ni Iringa. Huyu si mwingine ni Hamid Mbata ambaye ni dereva maarufu, lakini pia ni mwanasiasa mkongwe na maarufu pia kutoka mkoani Iringa. Yeye amekuwa akifanya mchezo ule. Tumemtembelea hapa nyumbani kwake na tumekuja kujifunza, kufahamu zaidi kuhusiana na mchezo huu. Mimi ni Mbushi Kwilasa na yeye mwenyeji wetu yuko hapa, lakini nyuma ya kamera yuko Omega Msamati. Tutakwenda kufahamu mengi zaidi ambayo yako na pengine ambayo nasema yako nyuma ya pazia kuhusiana na mchezo wenyewe na hasa na yeye mwenyewe. Mbata, kwanza hongera sana na tunafurahi kutembelea na tunafurahi pia umetukaribisha nyumbani. Asante, karibuni sana. Asante sana. Ndio. Umekuwa kwenye huu mchezo kwa muda mrefu sasa na jina lako limekuwa jina maarufu kweli kweli. Pengine utuambie tu kwa ufupi mchezo huu wewe uliuanzia wapi, ulijifunzia wapi, ulikuvutia wapi mpaka kuingia kwenye mchezo wenyewe? Asante sana. Kwanza mimi nichukue nafasi kuwashukuru nyinyi kwa kufika hapa nyumbani. Mchezo huu kama ulivyozungumza ni mchezo ambao unakuwa kwa kasi sana. Lakini mimi nilianza kucheza mchezo wa mbio za magari. Kwanza nilianza na ushabiki toka mwaka 2000. Sasa mwaka ya 2000. Mwaka 2000 kulikuwa kuna mashindano ya magari yanafanyika hapa Iringa kwa mara ya kwanza. Mwaka 2001 kwa mara ya kwanza ilikuwa ikiitwa Maji Africa Rally of Iringa. Wakati huo nilikuwa na mimi napenda kwenda kuangalia tu. Na nilikuwa na kamera yangu ya video, basi na mimi nakwenda kule nachukua matukio kwa vipande bwana, tukiwa na jamaa zangu wengine hapa Iringa. Kuanzia pale ule mchezo kwa unanivutia sana. Na mtu mkubwa kabisa aliyesababisha mashindano ya magari kuja Iringa ni Ahmed Huel, huyu anamuita Mkwawa. Yeye ndio mtu aliyefanya ushawishi mkubwa yale mashindano ya Maji Africa 500 Iringa Rally kwa mara ya kwanza anakuja hapa kwa influence yake yeye. Baada ya hapo mwaka 2002 yakafanyika tena mashindano hapa Iringa. Sasa baada ya kumaliza yale mashindano ya taifa yalipofanyika, sasa ndipo pale na sisi tukapata mwanga wa kuanza kuanzisha club. Kwa nini tusianzishe club ya mashindano ya magari? Wakati mkiwa bado ni mashabiki. Mashabiki tu. Na tulianza kwa magari ya kawaida tu. Tulianza kwa magari ya kawaida. Nakumbuka wakati ule mimi nilikuwa na Toyota Kalina standard tu ya kawaida ED. Ilikuwa ina kasi kidogo. Sasa kwa sababu ya ile hamu imeshaingia, basi tukafanya baada ya wale kumaliza wiki 2 au 3 baadaye, na sisi tukajikusanya wale wote mashabiki wa mbio za magari. Alikuwa marehemu Francis Mwakatundu, alikuwa na garage yake Coach and Track, maarufu Coach and Track garage, na alikuwa shabiki mkubwa, mtu mzima kile kwa shabiki mkubwa. Kwa hiyo akawa anasaidia kurekebisha magari, kutengeneza na nini kwa free charge kwa wale wanataka kuingia kwenye mashindano. Kwa hiyo tulifanya mashindano ya mwanzo hapa Iringa. Tulianzia pale Mlandege uliposema mwisho wa lami. Tulikuwa tunazunguka pale tunazunguka kwenye kona zile za Mwangata wakati wa lami ya kona. Tunazunguka pale tunakuja kutokezea barabara ya Kiodombi. Tunakuja kutokezea pale tulipoanzia, tunakuwa tumemaliza. Alafu baadaye tukaongeza kidogo, tukawa tunazunguka Don Bosco. Kuanzia pale mwisho wa lami tunazunguka Don Bosco tunarudi. Na baadaye tukafanikiwa mpaka kuiconvince serikali ya wilaya. Kwa sababu nakumbuka mashindano ya tatu madogo hayo sio rasmi hayo. Tulifanya na mgeni rasmi alikuwa mkuu wa wilaya. Na akaja kukabidhi vikombe mwaka 2004. Mwaka 2004, na baadhi ya picha tunazo, naona kama nitaziona kwenye maktaba, basi tunaweza tukazishuhudia. Kwa hiyo tukaingia, serikali tayari nayo imeanza kuwa engaged kwa sababu ya mapenzi ya ule mchezo. Lakini kimsingi tulikuwa tunafanya sio rasmi. Na kwa maana hiyo ilikuwa kama illegal, yani ni kitu ambacho sio kisheria. Na ikaonekana chama cha mbio za magari Tanzania kikapata taarifa kwamba kuna watu wanafanya mashindano huko Iringa kimya bila taratibu.
Kwa hiyo kwa kuna debate kidogo kwamba wanatakiwa walioanzisha au nani sijui either club ifungiwe au ipigwe marufuku na kadhalika. Lakini kwa bahati nzuri mwaka 2003 kama sikosema mwaka 2004 tena kukawa kuna mashindano ya taifa. Okay. Wakati wanakuja kwenye mashindano ya taifa ya Iringa ya Maji Afrika, na hizo rumors za kwamba klabu ya Iringa imefanya, sio klabu, kuna kikundi cha watu wamesema wameanzisha timu Iringa lakini wanafanya bila kupata utaratibu. Sasa walipokuja kwenye mashindano ya taifa, wenzetu kina Ahmed Huel ambao walikuwa wanashiriki yale ya kitaifa wakawa wameshalisikia hilo. Na alikuweko driver mmoja marehemu sasa hivi naye anaitwa Pano, Mtaliano mmoja, alikuwa naye ni dereva mzuri sana, lakini alikuwa ni mmoja kati ya wale wapenzi wa Mkwawa Rally Team. Yeye akashauri kwenye chama cha taifa kwamba si sawa sawa kusema kwamba kwa ban au kufungia kabisa shughuli zisifanyike. Badala yake mnatakiwa chama kama chama cha mbio za magari Tanzania mwape miongozo. Okay. Yaani nini kinatakiwa, nini kifanyike ili kuwakuza badala ya kuwastopisha. Na ni kweli hoja yake ilionekana ya msingi. Akaichukua pia Ahmed Huel, alikuweko Ahmed Huel, alikuweko Shanto, alikuweko huyo Pano, alikuweko driver mmoja anaitwa Pat Comtois Mfaransa mmoja. Hao wote walikuwa ni watu washabiki wa Mkwawa. Okay. Kwa hiyo wakati huo kabla hatujafanya yale mashindano ya 2004 ikifanyika kikao sasa. Na kwamba ilikuwa huwezi kuanzisha klabu ya mbio za magari kama huna madereva waliosajiliwa kitaifa. Okay. Na ukumbuke nimekwambia sisi tulikuwa tu ni wale washabiki, tumegeuka kuwa nani. Kwa hiyo kilichofanyika ni nini? Ahmed Huel mwenyewe, huyo Pano, Pati, Shanto, Saleh Barabu, walikuwa watu watano. Wakakubali kuanzisha klabu ya mbio za magari ya Iringa. Okay. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ndio inaanzishwa sasa Iringa Motor Sports Club officially. Okay. Mwaka 2004. Na kwa sababu hiyo sasa tukawa tumepata wigo mpana. Kwa nini? Kwa sababu kuanzia hapo sasa mnaweza mkafanya mashindano haya kama tulikuwa tunayafanya kwa muongozo kwa gari za kawaida lakini yana taratibu zake. Okay. Zile zinaitwa sprint. Sprint ni mashindano madogo ambayo yanakusudiwa kuwavuta wale ambao youngsters, wale washabiki wenye hamu ya kufanya mbio za magari lakini bado hawajawa na magari special. Kwa hiyo sprint inaruhusu lakini isizidi kilomita 2. Okay. Kilomita 1.5 au kilomita 2 basi. Kwa hiyo pale tukawa sasa tumeshapata uhalali wa kuendeleza kufanya haya mashindano madogo madogo. Kwa hiyo mwaka 2004 yamefanyika mashindano ya taifa Iringa. Ilikuwa 2003. Okay. Ndio ilikuja hiyo concept ya kuanzisha club. Okay. Sasa baada ya kuwa sasa tumeshaanza kujulikana 2004 Ahmed Huel ndio alinipa ushawishi mkubwa kuingia sasa kwenye mashindano makubwa. Mwaka 2004 yeye tayari dereva. Okay. Tayari bado dereva na yuko youngsters lakini ni katika wale watu ambao walikuwa wamenishawishi sana. Kwa hiyo ni role model wangu mimi Ahmed Huel. Kwa hiyo mwaka 2004 huo nikanunua gari ya mashindano. Okay. Na aliyenifanyia connection ni yeye mwenyewe Ahmed Huel kwa mzee mmoja marehemu sasa hivi anaitwa Hamid Khan. Babake wa driver maarufu sasa hivi anaitwa Jamil Khan. Yule mzee alikuwa ana kalina yake moja ya Weber carburetor. Ilikuwa ina carburetor 4. Kwa hiyo kila piston na carburetor yake. Chal piston, chal carburetor. Alikuwa anaita wenyewe kila piston na carburetor yake. Ndio gari ya kwanza mimi naingia nayo kwenye mashindano. Nimeanza mashindano hapa Iringa 2004. Kuanzia hapo nikawa nakwenda nayo sasa. Mwaka 2005 na 4 hiyo tumecheza Morogoro. Mwaka 2005 nilikuwa nacheza Iringa na Morogoro kwa sababu ya nini? Zile gharama za kusafiri mbali. Kwa hiyo Iringa na Morogoro kwa sababu klabu ya Iringa na Morogoro tuna ule uhusiano wa jadi. Uhusiano wa jadi toka zamani. Klabu ya Iringa na Morogoro ni kama kitu kimoja. Na wakati mwingine mashindano yalikuwa yanatakiwa kufanyika Morogoro. Hata yaliyokuwa yanakuja Iringa ilikuwa imepangwa klabu ya Morogoro afu Morogoro sasa sisi tunataka tukafanyie Iringa. Okay. Kwa sababu Iringa kulikuwa hakuna official team. Kwa hiyo mpaka hiyo 2003 ilivyoanzishwa timu 2004 ndio ikaja sasa ya kujitegemea. Okay. Na kusema kweli baada ya kuingia mimi hiyo mwaka 2004 na klabu ya Iringa kuwa official sasa inaweza ikafanya mashindano. Tulifanya mashindano 2004 Iringa ikawa klabu bora kwa Tanzania. Kwa maana ya maandalizi ya rally na mchezo wake. 2005 ikawa klabu bora, 2006 ikawa klabu bora. Kwa bahati mbaya 2007 tukasimama kidogo kuingia kwenye mashindano. Klabu ya Iringa ikawa haishiriki. Na ilikuwa baada ya kutokea ajali moja kule Zanzibar ambayo iliathiri kidogo
msukumo na ile pressure ya mashindano ya magari, hasa kwa baadhi ya familia ambazo zilikuwa zinahusika na lile tukio. Okay. Kwa hiyo tukapumzika kutoka 2007 Iringa ikawa haishiki kwenye mashindano mpaka 2017, miaka 10 ilipita. Okay. Kwa hiyo tukaingia 2017 kwa nguvu ya Ahmed Huel Mkwawa, na wakati huo sasa ndo anaanzisha kiwanda cha maji cha Mkwawa Pure Drinking Water. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza mashindano yakarudi Iringa na mdhamini mkuu ikawa Mkwawa Pure Drinking Water. Okay. Umeona? Kwa hiyo ile 2017 tena kabla ya 2017 2007 Ahmed Huel alivyoona kwamba nakuwa na ham na passion na mchezo. Sawa, akanitafutia gari. Okay. Kwa hiyo akanitafutia gari yeye mwenyewe kwa gharama yake, akanitafutia gari, nikapata gari moja Serika GT4. Okay. Twin cam. Wakati huo na zenyewe ndio zilikuwa moja kati ya gari ambazo zilikuwa ziko kwenye kasi grade ya chini, lakini imetoka kwenye grade kushuka chini. Zinapoingia Subaru, mimi ndio nikachukua Serika. Okay. Subaru ndio zinaanza tu, Subaru GC8 ndio zinaanza, Subaru N10. Kwa hiyo pengine kabla hujatupeleka mbali sana hapa kwenye namna ambavyo umeelezea huo muda ambao mmefanya, namna ulivyoingia kutoka kwenye familia, ni kitu gani ambacho nakikumbuka pengine kilikuwa cha kukupa moyo au cha kukatisha tamaa, kama unaingiaje kwenye mchezo kama huu, una gharama, una hatari, pengine watu haujui, ilikuwaje? Mimi kusema kweli sikupata changamoto sana kutoka kwenye familia, kwa sababu kiukweli nishukuru sana familia yangu, ilinipa support. Kweli walikuwa na kama mshtuko na kuamini kwamba kama ni mchezo wa hatari, lakini ni mchezo wanaupenda tena, na familia nao inaupenda mchezo wa hatari ambao unapendwa na familia. Kwa hiyo baada ya kuwaeleza guidelines na sheria za mchezo na taratibu jinsi zilivyo, kusema kweli wote wakaridhika, kwa sababu na blessings, endelea na mchezo. Okay. Kwa hiyo hata mke wangu amekuwa shabiki wa kutosha, na yeye ndio muongozo wa mbele kutaka kujua mashindano yanafanyika wapi, lini yanafanyika na kadhalika. Kwa hiyo nilipata nguvu sana. Okay. Sawa. Mliposimama miaka 10, umesema hapo miaka 10 karibia mchezo ulisimama, baadaye ukaja ukarudi tena. Ndio. Athari gani ambazo zilipatikana kwenu nyinyi kama wanamichezo ama kama wachezaji kwa huu muda wote ambao mlikuwa kwenye mashindano rasmi sasa kama ambavyo ilikuwa nyuma? Ni kweli iliathiri kwanza ile spirit. Unajua kwa miaka 10 bila sitting time lazima utaathirika. Iliathiri utendaji, lakini pia iliathiri spirit ya Wanairinga. Ikawa kama imelala hivi, kwa sababu Iringa ilikuwa ni moja kati ya mikoa ambayo ina washabiki wengi sana wa mbio za magari. Ilikuwa inaongoza Iringa ikifuatiwa na Tanga wakati huo. Okay. Kwa hiyo wakati tulivyopotea morali ikawa imeshuka. Lakini ajabu tulipokuja kuanza 2017 na wakati huo tulikuwa tunatumia mabarabara hizi za public. Tulikuwa sio kwenye mashamba au kwenye eneo lililofungwa, ilikuwa public kwa sababu usalama ulikuwa upo. Wakati kulikuwa hakuna bodaboda, hakuna bajaji. Okay. Na watu walikuwa kitangaziwa, inapita gari inatangaza, inapita gari ya polisi inawazuia na kadhalika. Kwa hiyo ilikuwa inafanyika kwa mtindo ambao usalama wake ni mkubwa sana. Okay. Kwa hivyo rudi 2017 ile hali ikaamka tena. Kwa hiyo tukacheza 2017, 18, 19. Iringa tena ikawa klabu bora tena miaka yote mitatu mfululizo. Kama ilivyokuwa 2004, 5 na 6. 2017, 18 na 19 tukawa tena klabu bora. Umeona? Kwa hiyo kwa kifupi ndio historia. Okay. Sawa. Mpaka 2017. Ukiongea kuanzia 2000, 2003, 2004, 2005, maana miaka ndio ambao michezo sasa ulikuwa ninyi wenyewe mmeanza kushiriki. Mpaka leo miaka mingi kidogo imepita. Ndio. Madereva vijana wa Iringa. Pengine sio rahisi sana kuwaona. Ni sahihi. Ni nini? Ni gharama za mchezo au ni uoga ama ni kitu gani ambacho kinafanya wasiwe madereva wengi wasiingie kwenye mchezo? Unajua wengi wanaupenda mchezo, wengi sana. Na wako vijana tukicheza zile sprint unaona kabisa kuna vijana wana uwezo wa kuendesha. Lakini wanashindwa kuingia kwa sababu ya moja, mimi sihesabii kama gharama ni sehemu ya kwanza ya kikwazo. Okay. Kwa sababu hata mimi wakati naingia nimeanza na gari yangu ya kawaida, si ndio? Nikaja nikapata gari ya hali ya chini kidogo kwa bei nafuu, lakini ambayo imequalify. Alafu nikaja nikapata Serika
ambayo nilisaidia baada ya kuonekana kwamba jitihada zipo. Okay. Kwa hiyo tunatamani watu waonyeshe jitihada ili hata kama kuna mdhamini anataka kujitokeza basi ajitokeze kutoka kwenye jitihada yako. Lakini ukweli tutabakia pale, ni mchezo ambao unahitaji ujitoe sana, lakini mchezo ambao ni gharama. Lakini sasa hakuna mtu atakayekuja kusaidia kuleta gharama zake kama wewe mwenyewe huonekani barabarani. Umeona? Kama hivyo nilivyokuambia, mimi baada ya kuwa na Kalina, kwanza kuwa na gari yangu binafsi, baadaye nikaonekana nipate gari ya mashindano ambayo iko qualified. Maana kuna watu walifanya connection. Pamoja na kwamba nililipia mwenyewe, lakini connection na kupunguza bei na kubagain na nini ni watu walinisaidia. Kwa hiyo nimeipata ile baada ya kuona sasa upgrade zimeongezeka, bado mfadhili mmoja wapo akaona hapana, huyu bwana kwa nini tusimu-upgrade na yeye? Sisi tunatoka hatua hii kwenda hatua nyingine na yeye kwani asipande hatua moja juu. Kwa hiyo nikapewa gari ya bure. Okay. Maana yake nikapigwa jeki kutokana na passions. Nilipokwenda ikaonekana kuna upgrade zimekuja. Kwa hiyo ikabidi mimi lazima nitoke kwenye grade moja niingie grade nyingine. Kwa hiyo hii iliyofuata pia nikainunua mwenyewe Subaru GC8 ambayo tayari zilikuwa zimeanza kushuka chini. Watu wakati wanakwenda juu, mimi nikainunua ile kwa gharama zangu mwenyewe. Ndio gari nimecheza nayo mpaka hivi juzi. Sasa hivi juzi tena matokeo mmeyaona. Mfadhili huyo tena katokezea Medwell Kasaba na wewe GC8 umeshacheza nayo muda mrefu na imeshakuwa inapitwa na wakati. Kanipa gari hapa. Umeona? Kwa hiyo passions kwanza ndio inaitakiwa na ule uvumilivu na kujitoa. Lakini ukweli utabakia pale pale kwamba unahitaji kushikwa mkono ili uweze kufikia level hii. Nzembata, utusaidie kitu kimoja hapa. Kwa miaka yote hii ambayo umecheza, miaka mingi kidogo. Kuna kijana leo anatamani kusikia kitu fulani hivi. Unaweza kutuambia pengine kipi ambacho unajivunia kutokana na mchezo huu ambao umekuwa ukipenda na kufanya? Bwana, vya kujivunia viko vingi. Lakini kikubwa zaidi mahusiano na watu. Huu mchezo umenipa umaarufu, sio tu umaarufu. Unajua umaarufu unaweza kuwa tu unasikika kwenye vyombo, alafu watu yuko kijijini huko anasikia kuna mtu Mbata basi anakuwa anajua kuna Mbata. Lakini imenipa mahusiano makubwa sana na watu wengi. Ahmed Huel mwenyewe mimi simuiti tena, sio rafiki wala sio sponsor. Ahmed Huel ni ndugu kwangu. Na Ahmed Huel tumetoka naye mbali kama nilivyokuhadithia toka hiyo miaka ya 2000 huko. Na kwa sababu ni mtoto wa hapa Iringa na wazazi wetu wamekuwa pamoja. Baba yake Ahmed Huel na baba yangu mimi wamefanya biashara pamoja muda mrefu sana. Kwa hiyo ile familia yote imekuwa kama ni familia yangu. Hilo la kwanza. Lakini kuna watu kama kina Omar Bahresa, kina Yusufu, kina watu chungu nzima kusema kweli. Sasa hivi uingie ofisi gani usijulikane. Yaani ofisi yote ukiingia na ofisi za michezo ndio usiseme, ofisi za serikali. Kwa hiyo imejenga sana mahusiano na watu. Lakini pia ukumbuke mimi ni mfanyabiashara. Nilikuwa nafanya shughuli zangu za computers and electronics, mambo ya network na mitandao. Nimeshafanya kazi na makampuni makubwa ambayo bila kuwa kwenye mashine ya magari nisingefanya nao kazi. MT Huel Company Limited nifanya nao kazi. Mkwawa Pure Drinking Water nifanya nao kazi. Kuna Safari Hauliers Dar es Salaam ambayo na yenyewe inamilikiwa na Ahmed Huel nifanya nao kazi. Bahresa Group of Companies nimefanya nao kazi mbalimbali za mambo ya kompyuta. Kulikuwa kuna kampuni moja kubwa sana ya mafuta TOT pale Morogoro. Nimefanya nao kazi tena kwa mfululizo wa muda mrefu tu. Kwa hiyo ile yote ilikuwa ina boost maisha, lakini imetokana na mahusiano yaliyopatikana kutokana na hii. Sasa hivi nikienda Arusha kuna Jamii Shabai, nikienda Tanga kuna Hussein Moru, kina Utu. Kuna fundi mmoja wa magari maarufu sana yuko Tanga pale. Wakati wote alikuwa ananitunia gari kwa njia ya simu, tunawasiliana kwa simu tu. Ile gari mnaiona, ile gari ina mikono ya watu wengi sana katika kuchangia kwamba fanya hiki, ongeza hiki, toa hiki, set namna hii na vitu kama hivyo. Sasa ile yote ni kutokana na mashambio za magari. Mahusiano yamekuwa makubwa zaidi. Connections zimekuwa nyingi. Okay. Nimesema hilo kwa sababu mahusiano ndio ambayo yanatengeneza uchumi, na wakati wote watu wanafanya shughuli nyingi kwa ajili ya kuangalia pia uchumi unafanya nini. Ndio maana swali hasa nauliza, na umesikia kile ambacho amekisema mwenyewe. Kwa pia unayo nafasi ya mwenyewe kujua ni nini ambacho kinaweza kikaongezeka kwako kama utaweza kushiriki kwenye michezo kama hiyo. Tuachane sasa pengine na historia ambayo imepita huko nyuma. Ndio. Kuna huu wakati ambao sasa mpo miaka hii ya karibuni hapa ambao mko kicheza mpaka mara ya mwisho mashindano ambao mmecheza mwezi wa 6 mwaka 2026 huko mara ya mwisho. Ukichukua miaka ile wakati mnaanza na sasa hivi, hali ya mwitikio wa watu, mvuto wa mashindano na mwelekeo, unaweza ukatueleza? Sijui nisemeje, kila kunapokucha mashindano ya magari yanazidi kupata mvuto mkubwa sana.
na yanapata mvuto mkubwa sana kwa sababu moja kati ya sababu ni advanced machinery. Magari ya sasa yanazidi kuwa advanced kila siku. Kasi imeongezeka vibaya sana. Na ndio maana utaona zamani tulikuwa tunatumia barabara za kawaida. Zilikuwa zinafungwa kwa muda, mnapita mnatumia, mkishapita magari yanafunguliwa, mnapotaka kupita section yanasimamishwa tena. Lakini kwa kasi ya vyombo vya sasa inakuwa sio rahisi tena kucontrol barabarani kwa sababu bodaboda zimeshakuwa nyingi. Lazima barabara huku mwenye bodaboda na abiria wake anataka kuwahi labda hospitali, anataka anapita njia za pembeni, anakuja kutokezea barabarani. Mnaweza mkakutana ghafla. Kwa hiyo sasa hivi ndio maana rally nyingi sasa hivi wanapenda zifanyikie kwenye mashamba ambayo yanamilikiwa na watu, kwa hiyo hakuna issue ya usalama inakuwa ni kubwa zaidi. Hilo la kwanza, lakini pia mahusiano kati ya wachezaji na waangaliaji yamekuwa makubwa zaidi. Utashuhudia safari umefika kule, umeona kila timu inagawa t-shirt kwa watazamaji. Ile ni sehemu ya kumotisha, kama kurudisha vile fadhila kwa wale wanaokuja kutushabikia, kwa sababu mchezo huu ni pamoja na mashabiki kama vile ilivyokuwa michezo mingine. Kwa hiyo mchezo unakuwa kwa kasi na teknolojia nayo inakuwa kwa kasi, kwa sababu wakati sisi tunaingia tena kwenye gari hizi, baada ya muda mfupi utaikuta hii gari tayari imeshapitwa na wakati, kwa sababu saa hizi gari zinazotumika ziko advanced zaidi. Lakini si haba, kwa sababu unavyotoka hatua moja kwenda hatua nyingine, maana yake na wewe umeupgrade. Kwa hiyo tutakwenda hivyo, lakini mchezo unazidi kukua na tunatamani sana madereva waendelee kujiunga. Yeah. Kuna kitu natamani tukakizungumzie haswa, lakini kabla tujakwenda huko, umewataja sana Mkwawa kwenye namna ambavyo wamekuwa washiriki wakubwa wa kufanya mchezo huu ufahamike hapa Iringa, lakini pia Tanzania kwa ujumla wake. Unaweza ukawaelezaje hawa Mkwawa na juhudi zao za kufanya huu mchezo uwe mchezo mkubwa na ufahamike na uwe kwa watu? Yaani mimi nasema, nimekwambia mimi nilikuwa na passion ya mchezo, kwamba una upendo na ule mchezo, una uvumilivu nao, lakini Ahmed Huel personally, Mkwawa ni moja kati ya watu waliofanya mchezo wa mbio za magari Tanzania kuwa mkubwa. Kivipi? Angalia kipindi ambacho Ahmed Huel alikuwa hashiriki. Tusimulie timu ya Iringa ilivyosimama kwa kipindi cha miaka 10. Mchezo haukuwa maarufu sana, lakini ulikuwa unachezwa. Maana yake ulikuwa wenyewe mchezo ulikuwa haujasimama, isipokuwa Iringa ndio tulikuwa tumesimama. Ulipooza kwa kiasi kikubwa sana. Alivyorudi Ahmed Huel 2017 akiwa na Ford Proto ya kwanza na mashindano yake ya kwanza ichezea Iringa. Kuanzia pale mchezo ukabadilika, kama vile overnight ni kitu kimeshabadilika. Rally iliyofuata ya Morogoro watu wameamka na ujio wa Azam Media, ambao Azam Media pia wameshawishiwa na yeye mwenyewe Ahmed Huel. Wow. Kwa hiyo ninapomzungumzia Ahmed Huel nazungumzia figa ambayo kiukweli sijui kama kuna mtu atakuja kukubisha, ni figa ambayo imeufanya huu mchezo wa mbio za magari kuja juu sana. Na alipofungua kiwanda chake cha maji ndio ikapata nguvu zaidi, kwa sababu sasa pamoja na kutangaza kiwanda, lakini pia lile jina la Mkwawa likazidi kufunguka. Angalia ambapo Ahmed Huel anakwenda mahali popote. Angalia kaenda Uganda juzi tu hapa. Uganda aliwahi kwenda mwaka 2002 kama sikosea, au 2003. Aliweka rekodi pale Kasarani, ilikuwa Kenya. Kenya ndio. Ilikuwa Kenya, Nairobi. Aliweka rekodi mpaka leo ilikuwa haijavunjwa. Na sijui kama sasa hivi imerudiwa ile rekodi kwa mashindano. Wakati akiwa bado yuko kijana. Lakini mpaka leo yeye na mchezo wa mbio za magari. Angalia alivyowashawishi Asas. Asas wameingia kwa ushawishi wake yeye. Kwamba kama tuna kampuni ya Mkwawa ya Iringa na Asas asili yake ni Iringa, kwa nini tusitengeneze utani wa jadi? Sasa Asas kaingia kipenga cha kwanza, tukaingia na gari 2. Si ndio? Sasa hivi kishaongeza gari. Huku kwa Huel tumeshaongeza gari, sasa hivi kuna gari 4. Na ile moja ilipata bahati mbaya, mliona pale ile mwezi wa 6. Lakini bado kuna ahadi kwamba inakuja gari nyingine. Kwa hiyo huwezi kuyatenganisha mashindano ya mbio za magari Tanzania na Mkwawa. Huwezi kwa namna yote.